Waache waje, watanikuta. Binadamu yote atakaye kanyaga kwenye mlima, kitakachomkuta ni kifo. Doto, usije ukasubutu kuwaangamiza watu ambao hawana hatia. Umenisikia? Nipo hapa kwa ajili gani? Wao hawajui siri ya mlima. Giza limetanda juu ya mlima. Sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuka. Miaka na miaka imepita, nimekuja hapa kulinda hii hazina. Leo hii watu waje kuichukua? Mpaka leo hii umeshakatili maisha ya watu wangapi? Hivi hujachoka tu kuishi na damu za watu ambao hawana hatia? Damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza. Sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike. Ukiona, kumbuka, wao pia wana haki ya kuishi, na wewe pia utakufa kama wengine. Mimi siogopi kitu chochote, siogopi kifo wala cha nini. Ninachohofia ni siri ya mlima kuja kugundulika, na sio kitu kingine. Wewe twende. Jamani, weka kamlima. Mazoezi tosha. Kiongozi wako anatuelekeza, wengine tunachoka baba. Okay. Jamani, huu mlima hapana. Wewe. Acha kabisa. Mimi nimechoka.
Mimi nimekuja kuwasaidia. Unamaanisha nini? Hamkupaswa kuwepo kwenye huu mlima. Wenzenu wamewadanganya. Na hamkuja kwa ajili ya mapumziko kama walivyosema. Bado sikuelewi, unamaanisha nini? Wamekuja kutafuta hazina ya kale. Hazina ambayo imefungwa kwa nguvu za zamani sana. Na tamaa hiyo itawaletea mauti. Ndani ya huu mlima kuna masharti. Masharti gani haya? Ambayo hampaswi kuyakosea wala kuyavunja. Na mkikosea, hakuna mmoja wenu atakayetoka salama. Hamtakiwi kuvuta sigara, hamtakiwi kugombana, wala kuharibu chochote kinachohusiana na huu mlima. Mkivunja masharti, huu mlima utajifunga wenyewe. Sasa tufanyeje? Waambie waliofuata hazina huo mpango waache mara moja, kabla mlima haujaamka. Jana. Subiri. Wewe unafanya nini uko peke yako huko? Wenzako wote umetanguliwa, unafanya nini hapa? Twende tuondoke. Jamani, kazi yetu inaenda kuanza rasmi, lakini asitokee mtu yeyote kwenda kinyume na mimi, sawa? Ni kweli au tuliowaacha huko haitakiwi wajue nini tumekuja kukalia hapa. Wakijua kilichotuleta hapa, basi mpango wetu umefeli kabisa. Safi. Alafu naomba niongezee hapa hapo. Sawa. Unajua tulipokaa hapa sisi kama ndugu. Sasa asiwepo mtu yeyote wakuwa na tamaa mbele. Tunaomba jamani, turudi na hazina nyumbani. Kazi toa kwanza hiyo miwani hapa. Wakati tunaongea vitu vya maana, wewe umevaa miwani. Unamaanisha nini? Guys, nafikiri wote tayari tumeshafika na mlima tumeuona. Yeah. Sasa kuna vitu vichache ambavyo tunatakiwa tuweze kuvizingatia. Ningependa niweze kuwaambia. Kama mnavyoona huu mlima una msitu mkubwa sana na unatisha. Jamani, lazima kutakuwa na viumbe hatari, sawa?
Ndio. Kwa hiyo tujitahidi tunapotoka, tutoke tukiwa makundi makundi. Mtu asikae peke yake jamani. Ndio. Ili tuweze kurudi nyumbani salama kama tulivyokuja, lazima tufuate hizi sheria. Unapotoka hakikisha unakuwa na mwenzako. Msitoke mtu mmoja mmoja. Jamani tufanye hivyo, si ndivyo? Sawa. Basi hakikisheni mnafanya hivyo ili tuweze kuwa salama jamani. Basi tunaweza tukaendelea kupumzika na kuendelea kutumia vitu tulivyobeba, mwenye kuingia mtandaoni nini, kila mtu afanye vitu kivyake. Sawa? Jamani, inatakiwa tupambane kadiri ya uwezo tulionao mpaka turudi na hazina. Haiwezekani tumepambana kutafuta maisha kwa muda mrefu. Sawa. Jamani, hapa mtu asilete mchezo kwa hilo. Pambane turudi na hazina, tukafanye maisha mazuri tukirudi. Cha mwisho, maelekezo yote. Mimi ndio director. Nikikwambia hiki acha, acha. Ukienda kinyume na mimi, wewe ni kafara yangu. Sawa? Sawa, blaza hilo halipo kabisa. Naam? Halipo kabisa hilo. Sawa. Kama tunaelewana na vizuri. Sawa. Blaza, nilikuwa nimekaa na wenzangu hapa, tunajaribu kuweka mikakati ili tuweze kurudi nyumbani salama kama tulivyokuja. Kwa hiyo nikawa nimeweza kushauri kwamba unapotoka hakikisha uwe na mwenzako, hadi tutembee makundi ili tuweze kuwa salama, kuepuka viumbe. Maana kama unavyoona blaza, msitu ni mkubwa sana. Sijui wewe unalionaje hilo? Wewe twende huko mkaoni. Wana nini? Wewe twende huko mwenyewe. Wewe twende ukaangalie. Kuna nini? Wewe twende. Tabeni. Wana nini sada? Huyu hapo. Nini kimemkuta huyu? Binadamu hupaswi kumhurumia. Binadamu hawanaga huruma. Ila mimi nikikutana nao naua. Yaani Huyu hapa. Huyu. Taki alivyo na madamu. Alikuwa anagombana na simba huyo. Umemwona? Hebu tulieni kwanza. Unafahamu lemeno wewe? Bwana hatari. Usimshike. Huyu hapa anavyoonekana alikuwa ni mchawi huyu. Kama sio mchawi basi alikuwa mwizi. Cheki midamdamu huyu. Au kuna simba ndo amemng'arua wewe? Niliwaambia kwamba simba ambaye yuko humu ni mkali, nyewe mkakatalia. Jamani tulieni kwanza. Jamani, hii issue ni ya polisi. Mshike kutombea. Hapana. Kulwa. Kumbe umezamiria Sasa binadamu sio kwa hurumia. Binadamu naweza kumhurumia leo, kesho akakugeuka. Mimi binadamu yote nitakayekutana naye nitawaua tu. Sijui umenielewa? Doto. Lakini mimi hiyo sio nia yangu. Nia yangu ni kuwasaidia wale ambao hana hatia. Ila hao ni watakao wachukua hazina. Dili nao. Huwezi kumsaidia mtu huyo. Hii ni swala la polisi. Yaani unapomshika hapo unaacha fingerprint. Hili swala ndio tupigie simu polisi waje wamalizane nao. Tambua kwenye huu mlima hata sisi tumeingia kimakosa. Kwa hiyo ukipiga simu polisi wote hawa tunaenda kule kwenye adede. Na huyu jamaa juzi alikuwa jela. Unataka arudi jela tena? Nisaidie tu. Okay. Au mimi mnafikiri mshike hapo. Hii ni hatari jamani, tunatafuta matatizo hapa. Ukipiga giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio usiku, njia za zamani zimefungwa.
mimi msimamo wangu ni ule ule. Wewe kama umeamua kuwatetea binadamu, wewe nenda tu. Ila binadamu sio watu wazuri. Binadamu leo anaweza kumwonea huruma, kesho akakugeuka. Sipo tayari kuendelea kumwaga damu za watu ambao wana hatia. Ila wenye wamekuja kuchukua hazina, hata mimi nitajili nao pia. Binadamu hupaswi kumhurumia. Binadamu hawanaga huruma. Ila mimi nikikutana nao naua. Yaani Mapacha wawili walinzi wa moto wameapa kulinda kilele. Mmoja ana huruma moyoni, mwingine anaishi kwa hasira. Mimi napinga hili swala. Haiwezekani mtu tumemkuta huko mlimani alafu tumchukue tuongozane naye. Jamani, atatuharibia. Naomba huyu jamaa tumwache. Kwa sababu hawezi ukajua kitu gani kimemkuta huko mlimani. Alafu na lengine, huyu mtu tumemkuta tu, hatuelewi nini kimempata, hatuelewi nini kimemleta katika huo mlima. Mpango huu tumepanga tukiwa 4. Akiongezeka 5, mipango yetu tafeli. Na tumemkuta katika hali mbaya. Tukisema tumchukue kama msaada kwetu, itakuwa ni mzigo tu. Jamani, mimi ushauri wangu ni kwamba ninyi mnaonaje huyu mtu tukamsogeza karibu yetu ili tukapata vingi kupitia yeye, kwa sababu anaonekana anaujua mlima huu vyema. Wengine walikuja kutafuta mali. hamkupaswa kuwepo kwenye huu mlima. Wenzani wamewadanganya. Na hamkuja kwa ajili ya mapumziko kama walivyosema. Bado sikuelewi, unamaanisha nini? Wamekuja kutafuta hazina ya kale. Hazina ambayo imefungwa kwa nguvu za zamani sana. Na tamaa hiyo itawaletea mauti. Ndani ya huu mlima kuna masharti. Masharti gani haya? Ambayo hampasi kuyakosea wala kuyavunja. Na mkikosea, hakuna mmoja wenu atakayetoka salama. Tunaweza tukafanikiwa jambo letu kupitia yeye. Au nyewe mnaonaje? Safi. Mimi nilikuwa nataka nisikilize mawazo yenu. Sipingani na wazo la huyu wala wewe, ila tu mimi nataka niwanyoshe. Yule jamaa, ili tufike kwenye hazina, lazima atumike yule. Na hakisha tufikisha kwenye hazina, tunampiga chini. Kwa kishawishi chochote, lazima tupeleke kwenye nini? Atupeleke kwenye nini? Lakini kiongozi, hatujui kama kimemkuta kitu gani yule jamaa, atatuharibia la sawa. Tumemkuta mtu yuko katika hali mbaya. Utakuwa ni mzigo kwetu, sio msaada tena. Mageme, sikiliza. Ule hauwezi kawa mzigo. Yule pale ndio kafara yetu sisi, anatangulia kutuonyesha hazina, alafu tunampiga chini. Jamani, sikilizeni niwaambieni, kwa sababu huyo mtu hatujui kwenye huu mlima amefuata nini na kwa nini yupo kwenye huu mlima. Inatakiwa tuwe makini, tuzidi kumpeleleza vizuri tunapomsogeza. Okay. Nasikiliza sasa mimi. Ndio nimalize mjadala. Nimekwambia kwenye hazina ili tufike, lazima tumtumie. Jambo la kumshawishi yule niachie mimi. Sawa? Ndio. Nimekuelewa. Sasa kiongozi. Sasa sikiliza. Kiongozi akiwa anatoa maelekezo, kila mtu akiwa anapinga, tutakuwa kama hatuelewani.
tutapata matatizo kama alivyopata yeye sasa kiongozi. No, nimekwambia mimi ndio director, mimi ndio nitakayeongoza. Lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mwili. Kuna shida gani Gena? Hamna shida, yaani tu ni sehemu iliyokaa hii. Unajua tena kuna tisha, afu umekuja kunishtua ndio maana nimeshtuka. Sio kweli, unaonekana mwenye mawazo sana Gena. Toka mwanzo na kuona. Hamna. Alafu tulikubaliana utakiwa kuja peke yako pembeni. Umetuacha kule juu na umeshuka huko. Unamaanisha nini? Nilikuwa nimekuja tu kuangalia mazingira huku, niyafahamu vizuri, hata nikirudi kule niwe kuna kitu nimeshakiona, nimejifunza. Unataka kuniambia uogope huo msitu? Naogopa ila kawaida. Gena, jitahidi unapotoka utoke na mtu. Sawa. Haya, twende. Nini sasa? Wageni. Wewe. Wageni, una shida gani wewe? Wageni. Mbona mimi sio ninachoangalia kuna nini huko? Sio unaogopa nini huko? Wageni. Ukiona mwanga usiusogele, kila hatua ina macho yanapona, na mlima hawasamehe wenye tamaa. Usipande mlima wa ajabu, moto wake hauzimiki milele. Walienda kutafuta hazina, majina yao yamebaki hewani. Usipande mlima wa ajabu, viumbe wake vinakesha gizani. Ukifungua siri za kale, kifo kitatembea nyuma yako. Mapacha wawili walinzi wa moto wameapa kulinda kilele. Mmoja ana huruma moyoni, mwingine anaishi kwa hasira. Ndani ya mapango ya mlima kuna Kipanya, kule wewe kashajiondoa kwenye hili swala. Mimi na wewe unajua kazi yetu. Sasa ile hazina haitakiwi mtu yote aiguse. Umenielewa? Ndio. Kama ulivyoniambia nitatimiza. Hakuna binadamu yeyote anaweza kugusa hazina, na mimi nikiwa hai au nikiwa macho. Sasa zunguka kwenye mlima. Binadamu utakaye kutana naye yoyote yule ni halali yako. Nimekuelewa. Hivi nimefikaje hapa? Tumekukuta umedondoka chini na umejeruhiwa vibaya sana, na sisi kama binadamu wema tukaamua tukusaidie, lakini sijajua ndugu yangu umepatwa nini? Huu mlima ni hatari sana. Nilikuja na wenzangu, wamekufa wote. Nimebahatika tu mimi kuwa mzima. Wamekufa wote? Kivipi? Kama mnayapenda maisha yenu na mnapenda kuwa wazima, mnatamani kuishi na ndugu zenu, ondokeni kwenye huu mlima haraka sana. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa. Amekuja hapa anataka ongea na nyinyi, sawa? Kwa hiyo naomba tumpe ushirikiano wa kumsikiliza, sawa? Sawa. Karibu bwana.
Pole kwa Simba kukudadua. Pole sana kaka. Ambao hayatazidi matatu. Lakini jambo la kwanza niwashukuru sana kwa jinsi mlivyojitoa kwa mioyo yenu wote, mlivyotoa ushirikiano zidi ya kunisaidia mimi mpaka nimepona, nimekuwa mzima. Nawashukuru sana. Mimi ndo nilie kuokota muda ule, ndo nilieita watu wamekuja pale. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Asanteni sana. Lakini jambo la pili ni la tahadhari. Huu mlima ni hatari sana kwa kila mmoja aliyekwisha kuingia kwenye huu mlima. Kuna wanyama, kuna wadudu, kuna viumbe vya kutisha. Nilikuja na wenzangu wengi sana. Kufa tena? Wamekufa watu wengi. Wamekufa. Tena wamekufa vifo vya ajabu ambavyo haikupaswa hata kuvishuhudia, lakini nimeweza kuvishuhudia 10%. Hata huyu mmoja zaidi ya mimi. Yani unamaanisha kwamba na sisi tutakufa kwenye huo mlima? Kwa hiyo ili tuwe salama, ninyi nyote kuna uwezekano wa kuangamia kila mmoja endapo hamtafuata ushauri nitakao kuwa na washauri. Kuna viumbe vya ajabu humu ambavyo ukikutana nacho kimoja tu lazima roho ikate kwa. Mheshimiwa samahani, naomba tuongee. Wangeenda nyumbani. Jamani, wewe niongee naye mara moja alafu zeni tunarudi. Sawa? Sawa. Usipande mlima wa ajabu, moto wake hauzimiki milele. Waliende kutafuta hazina. Unajua nimekuita hapa, nimeona nataka kumwaga mchele wote pale. Sawa? Nimekuita pembeni nikwambie kitu ambacho ulikifuata wewe mimi nakifahamu. Ni hazina. Pale ambapo tumekaa pana vijana wangu pale. Mimi ndio kiongozi wao. Lakini wewe utakuwa ni kiongozi mwenzangu. Sawa? Tutakuwa tunaongoza wale. Na pindi tukipata hizo mali, wale tutangalia kidogo tu. Unalioneje? Ila gumu. Hilo ni jepesi. Hilo ni jepesi sana. Niamini mimi. Ila sasa nawaza namna ya kukuamini. Yaani unanishawishi lakini kukuamini ndo tatizo. Sasa iko hivi. Kuniamini siwe tatizo. Sawa? Tuzipate mali. Sawa? Ndio tutaona tunafanya nini. Market hatuwezi kuaminiana mikono mitupu ndugu yangu. Ndio maana nimekuita pembeni tulijadili, tulifunge. Wale vijana nikisema mbele ni mbele, nikisema nyuma ni nyuma, wananisikiliza mimi. Nitakuamini kwa sababu mmenisaidia. Giza limetanda juu ya mlima. Sauti za vilio zinaita usiku. Ila sasa nimekuwa na maamuzi ya pande hizi. Umefika muda lazima mafuta na maji vijitenge. Watoto wote niombe mrudi majumbani. Mimi ni mkubwa ila narudi nyumbani. Asante. Hapa jamani, sikilizeni niwaambieni, hakuna kuonyesha udhaifu. Tumekuja kutalii, lazima tutalii. Hakuna kuonyesha udhaifu. Tunaelewana? Ndio. Sisi wakubwa tutabaki na watu ambao watabaki. Wewe na wewe, naomba twende pembeni kwanza. Hawa rudini nyumbani tafadhali. Sawa, nyie ndio wataje nifuate. Sihitaji maswali ndugu yangu. Bwana Jera Kinundu, basi tusindikize. Problem tusaliti. Anakana na roho. Niliwaambia huyu jamaa huyu ametoka jela majuzi. Atakuja kutuchomisha huku na atatuua. Alafu wewe naenda kukusemelea kwa babako, watakupiga huo mkichwa huo. Ila jamani
hapa kuna kitu hakiko sawa. Ila unajua hapa kuna kitu hakiko sawa. Hivi kwa nini kila siku Msafiri na ile kundi lake kwa wanajiengua? Niliwaambia mimi yule jamaa mwenye kinundu hapa yule. Wale wamekuja kufuata vitu huko kwenye msitu. Turudini nyumbani, watakuja tuue. Watatuua. Alafu ana kisu. Mimi naungana na wewe. Sikilizane jamani. Wanatuzunguka wale. Turudi nyumbani. Sasa nyie kuna kitu mmenisumbua. Kama majamaa mmesimama kujitenga na kuna kitu anakitafuta. Sisi ni wakina nani turudi? Haturudi. Yaani tutoke huko chini mpaka tumefika hapa, alafu turudi. Huo uongo. Lazima na sisi tuende huko anapoelekea. Kama kuna kitu anakitafuta na sisi tukipata. Kama ni kutalii na sisi tutatalii na tutarudi nyumbani. Au nyewe mnasemaje? Alafu yule amesema huko amekuja ameona vitu vya ajabu na wenzake wakiwa wanakufa. Sasa kwa nini yeye bado anang'ang'ania kubaki kwenye huu mlima na kina Msafiri? Lazima kuna kitu. Tujitahidi tu tufike huko. Lazima kuna kitu anakificha. Wana visu wale. Kama yule kinunu analijia ile. Kama wao mama kujitenga na sisi tutajitenga na wao na tutaenda kwa mpango wetu. Jamani, tuondokeni. Loki, haya maamuzi unayotaka kuyafanya yatatuponza baadaye. Mimi nilishakwambia tangu mwanzo kwamba ndani ya mlima sio sehemu salama. Ni vyema tu tukarudi nyumbani. Mimi nawaambia ni ukweli. Ni vyema tu tukarudi. Hamna geni. Tumalizie tu tufike kileleni. Kwenda kambaki kidogo sana. Hamna kitu ambacho sio salama. Wewe uoga unakusumbua. Kila kitu ni salama. Kama kungekuwa hakuna usalama tungeshazulika toka tulipokuwa huko chini. Ndio. Kitendo cha kufika hapa maana hata huko juu tunafika. Lazima tuende. Jana tufike hadi tu kule juu kileleni. Kwa kweli jamani. Tuko salama. Tuna imani. Hakuna atakayetoka salama. Usipande mlima wa ajabu. Kilele kuna siri ya damu. Wengi waliingia kwa tamaa, lakini hakuna aliyerudi. Usipande mlima wa ajabu. Usiku una macho mengi. Ukisikia jina lako gizani, kimbia kabla hujachelewa. Mlima mnachokitafuta mtakipata. Kwenye mlima huu mtakipata. ajabu. Mnachokitafuta mtakipata. Kwenye mlima huu mtakipata. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu. Wote mnasikia nachosikia? Mnasikia nachokisikia nini? Hatari, umeona?
unalalamika nini sasa nje kutoka hapa? Nini hicho tena? Kiongozi, unacheka nini? Nacheka kwa sababu nawaza wale madogo wakati tuko nao pamoja walifikiri na sisi tumekuja kutalii huku mlimani. Ni kweli. Unajua utu uzima ni dawa. Tumetumia utu uzima wetu kuwaepuka wale vijana kwa kutumia akili nyingi, lakini wao akili zao zikawa zimejua kuwa wote tumekuja kutalii kwenye huu mlima, wasijue tulichokifuata ni nini. Tena umenifurahisha sana kiongozi, kuchukua maamuzi ya kwamba sisi tuachane na wale madogo. Umefanya jambo zuri sana, na tusingetengana na hao watu, sidhani kama tungefanikiwa mpango wetu. Hakuna kabisa. Huko juu ni tofauti na hapa tulipo, lakini pia nina wasiwasi na wale wadogo waliobaki. Sidhani kama kuna mmoja wapo atatoka salama kwenye huu mlima. Yaani hamna hata wasiwasi na wadogo ndio kuja nao. Tukaendelea na safari. Enjoy tu. Mlima wa ajabu. Nilikwambia mimi tusije huku, ni hatari. Magena, nini hichi kinakuja? Moto wake hauzimiki milele, waliende kutafuta hazina, majina yao yamebaki hewani. Usipande mlima wa ajabu, viumbe wake vinakesha gizani. Huru. Begi la mbavu mbili. Itakuwa hapo karibu. Sasa imefikaje hapa?
tuwatafute, itakuwa hapo karibu. Cute. Mimi ni bora tu tungerudi nyumbani. Maana ndani ya mlima sio. Ni bora tungewasikiliza wale majamaa. Sasa tungekuwa tuko salama. Angalia tunayoyapitia sasa. Migeni alinishauri mapema tuondoke tuende nyumbani. Nikawa mbishi. Kaambia tufike mpaka kileleni. Haina haja ya kuwatafuta wenzetu. Cha kufanya hapa Mbavu Mbili? Ndio. Inabidi tutafute njia ya kutoka huko. Kweli hapa hakuna namna nyingine zaidi ya kufanya hivyo tu. Twende tuondoke. Mlima wa ajabu, hazina inalindwa na waliokuja. Jena, hapa kulaumiana tuwezi tukapika. Tunachotakiwa kufanya hapa ni kutafuta njia ya kurudi nyumbani. Huu msitu umeshakuwa hatari. Sasa ukaanza kulaumu hapa tutoboi. Jamani, huu sio muda sahihi wa kulaumiana. Je, si mtu? Saidieni. 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 Jamani, si mtu. Weloki. Sio kile kinachong'aa ndugu yangu. Ni dhahabu. Mengine ni mawe. Sasa mshike huyo. Huyu mtu anataka msaada. Wewe una uhakika gani kwamba huyo ni? Hebu njoo tumsaidie bwana. Sio kabisa shehe ukapige kanzu huyu jamani. Oya, baba, salama. Msaidie. Wewe kafunga huyu jamaa. Wewe, njoo tumsaidie basi. Ngosha na wewe. Mwanaume unashinda kumsaidia. Njoo tumsaidie bwana. Hazina inalindwa na waliokuja kwa tamaa. Wewe. Jena nini? Nini? Wewe sio kabisa mtu anataka msaada wetu. Ngoja nikwambie kitu ndugu yangu. Sio kila kitu chenye ladha ya chakula kinafaa kuliwa. Vingine ni sumu ndugu yangu. Jena, huyu ni mtu anataka msaada. Kwa nini unakuwa hivyo lakini? Jamani, Loki. Usimwamini kwa sababu ni amevaa kanzu. Sasa Mbavu, usibilia baba. Nijisaidia hapa mara moja, mkojo umenibana. Hii tena Cute. Dakika 2 tu Mbavu. Haya sawa basi. Fanya haraka. Ujue mimi hapo mwenyewe nishavurugwa. Sielewi mazingira yenyewe ndo kama hivi ninavyoyaona. Chapu basi. Baba. Wewe. Ushe. Sasa si mlaza. Mlaza. Loki. Hauna maji?
Baba, taratibu yatakupalia ama wewe. Taratibu. Sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Ndio kana alikuwa na njaa sana. Anaonekana kama muda mrefu. Wewe sio taratibu. Roki, huyo mtu wako. Taratibu baba. Hebu mshushe na. Wewe. Hivi wewe ni shekwendi? Kwa damu za watu waliopotea, wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike. Mapacha wawili walinzi wa moto wameapa kulinda kilele. Mmoja ana huruma moyoni, mwingine anaishi kwa hasira ndani ya mapango ya mlima. Shakili anafanya nini huyu? Wewe ni nani? Nakuuliza. Wewe ni nani? Anamuumiza mwenzake wewe. Unajua vipi wewe? Anamuumiza mwenzake. Sio Shakili, nani anamuumiza mwenzake yule? Jana. Jana. Wewe. Nini mbona mnagombana? Wewe Shakili. Shakili, wewe Shakili. Wewe. Vipi kama mtakuana? Kuna nini? Vipi? Wewe jamaa vipi unataka kumua mwenzie shida nini sasa? Tulia sasa. Wewe jamaa, tabu nini sasa? Wewe unataka kumua mwenzie sasa shida nini mwanangu? Wewe jamaa vipi? Naomba tutulie. Hili eneo tunaloliona ndio eneo pekee ambalo watu wengi wanaokuja kwa ajili ya kufuata hicho kitu huko tunachokifuata huwa wanaanzia kupotelea hapa.
Wewe jamaa, tabu nini sasa? Wewe unataka kumua mwenzio, sasa shida nini mwanangu? Wewe jamaa vipi? Unataka umuoe mwenzio? Jamani, msimlaumu Shakili, hakuwa yeye. Hakuwa yeye wapi? Shakili ndo alikuwa anamkaba huyu. Loki, naomba unielewe. Tatizo lako wewe, huwezi kuona mimi ninachoona. Yule hakuwa Shakili. Twende mimi. Tumeelewana vizuri. Usisikie anaingia huko, inaweza ikawa ni mtu au mtego. Kwa hiyo niwaombe asiwepo mtu yoyote kusogeza hatua mbele au kusogeza hatua nyuma. Nataka niende nikamwangalie ni nini kinachoendelea. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Hata nikupelekeze kiasi gani huwezi kuelewa, kwa sababu haujaona chochote. Unasema kwa nini? Ile hakuwa Shakili. Naomba tuondoke hapa, sio sehemu salama tena. Jamani, wengine wako wapi? Tuondoke, tuongezane mbele. Twende. Usipande mlima wa ajabu, kilele kuna siri ya damu. Wengi waliingia kwa tamaa, lakini hakuna aliyerudi. Ninakuamuru kuanzia sasa, binadamu yoyote alioingia kwenye mlima, alokanyaga unyayo wake, ukawafyeke wote. Asibaki hata huyo mmoja. Wewe Magena. Naam. Huyu jamaa mbona amechakaa sana? Kwamba ni mzembe sana kuliko wenzake. Tumelikuta pale limelala, tungeliacha tu pale lifie. Sisi tumeliokota kwa ajili yangu. Mwanangu wewe. Unajua nimekunyamazia muda mrefu eh? Wa niachie. Sikiliza. Na uwezo wa kukuvuruga dakika 0 kabisa. Wa. Afu kabaki nitia. Hebu niachie basi. Unanichezea si ndio? Acha kitu changu. Kuonyesha. Oya, kuonyesha. Oya! Mnachokifanya hapo mnaendekeza tabia za kike. Hapa tupo kazini kwa ajili ya kazi moja. Vimaneno kidogo tu unakeleka. Mwanaume aliyekamilika hawezi akakeleka kishamba hivi. Nilimkataza Loki kukufuata wewe, kwa sababu mimi niliyekuwa namuona pale hakuwa Shakili. Ukimlaumu Shakili unakuwa unamuonea kabisa, kwa sababu hakuwa yeye. Na ndio maana nikawaambia hata nikiwaelezea nilichokiona mimi hamwezi kuniamini, kwa sababu nyie hamjaona. Na kama tutaendelea kuwepo ndani ya huu mlima, nadhani mengine mtayaona wenyewe kwa macho yenu. Lakini cha msingi kwa saizi ni tunyanyuke hapa, twende tukawatafute wenzetu. Haya mambo ya kugombana ndani ya huu mlima sio vizuri, kwa sababu tunajitengenezea matatizo sisi wenyewe. Mimi naona twendeni tukawatafute Cute pamoja na Mbavu Mbili. Au nyie mnasemaje? Mimi ninachoomba tutafute kila mtu njia yake ambayo tuweze kutoka hapa. Hao waliopo huko kila mtu apambane na maisha yake. Sawa? Huruma sio malezi.
Si mmenielewa? Kakaangu, wakati tunakuja katika huu mlima tulifunga safari kwa pamoja. Tunavyozidi kutafuta hiyo njia, tuendelee na kuwatafuta hao ndugu zetu, turudi nao nyumbani. Tutawaachaje huku? Sikia wewe Sheni, sisi humu ndani tulikuja na wenzetu. Una nini hapa? Mbona unaona kama mnarumbana? Waelekeza hawa kina dogo wasimletee pigo za ajabu na pigo ngumu kuliko wao. Anye mmefanya Kiongozi, mtu huyu ana hasira za karibu sana, afu za kishamba. Maneno madogo tu ya utani amekasirika. Ongea na vijana wako, nina uwezo wa kujikataa mwenyewe kwa sababu nilikuja mwenyewe basi na nikawaacha mkapambana wenyewe. Hilo naliweza. Basi sawa, basi acha. Afu na nyinyi mkapita njia yenu. Mimi nifuate. Usipande mlima wa ajabu, kilele kuna siri ya damu, wengi waliingia kwa wewe umefanya hivi. Tunatoka hapa tunaenda kutafuta wenzetu. Lazima tuwatafute kisha tuondoke nao. Wewe unasemaje tuache? Hivi unafikiri wewe tungekuacha pale ulipokuwa umefunga? Ungefika hapo ulipo? Yaani unawezaje kusema tuache wenzetu? Mimi nilitegemea wewe ndio ungekuwa wa kwanza kutuongoza sisi kuwatafuta wenzetu. Unatushauri tuache? Hiyo haiwezekani. Tutatoka hapa, tutaenda kuwatafuta wenzetu. Kisha ndo tutatoka kwenye huu mlima. Jamani, tuondokeni. Wengine mtapita huku, wengine tutapita huku kwa ajili ya kwenda kuwatafuta wenzetu. Cha kuzingatia, kila kundi tutakutana hapa. Hii ndio pointi ya kukutana, zingatieni hiyo. Zunguko utakakozunguka huko kote, lakini hakikisha baadaye unarudi hapa. Tumeelewana jamani? Ndio. Basi tuendelee tukawatafuta. Nisikilize kitu kimoja. Mimi kwenye hili jambo sitaki masiara. Sawa? Kwenye hili jambo sitaki masiara. Yule jamani wa kafara. Au unachomkorofisha nini? Akisha kuacha utaniongoza? Leo ujinga simaini. Sawa? Sawa. Na tukienda pale muombe msamaha. Upumbavu kwenye msafara wangu siutaki. Alafu wewe umekuwa ni kikwazo sana kwenye safari yangu. Kila tunapofika unaleta chokochoko. Halo. Usinipime uvumilivu wangu. Sawa? Nitakuonyesha sura mbaya ambayo sijawahi kuonyesha. Sawa? Kwa hiyo nikisema hicho kitu acha. Acha nene pale mkamwombe msamaha. Unajua Kei, nisipokuambia ukweli sitakuwa nakutendea haki. Kei, kiukweli wewe ni mzuri sana. Tangu nimekutana na wewe nimejisikia raha sana. Ninapenda kuwa karibu yako. Kwa nini nasema haya? Kei, mimi nimetokea kukupenda sana. Na natamani nikuoe uwe mke wangu wa 4, kwa maana mimi na sisi kwetu ni sunna. Mashallah, mwanamke mzuri kama wewe nikikuweka ndani nitajisikia furaha sana. Unajua nini Kei?
huku mlimani kuna hatari, lakini hiyo hatari siioni nikiwa na naomba nikubalie ili nipate nuru kwenye maisha yangu, na na imani nikikukosa wewe mwanamke, hata utafutaji wangu hautakuwa mzuri, lakini nikiwa na wewe maisha yangu yatanyoka, mashallah. Nakupenda sana Kili, naomba nikubalie. Hivi unajisikia kwa unachokiongea? Katika huu mlima tuna matatizo, na wewe unakuja sijui niwe mke wa 4. Una akili kweli wewe mzee? Yaani kumbe sio kila anayevaa vazi kama hili basi ana heshima zake na anamtukuza Mungu. Kumbe hata vibaraka wa kishetani nao wanavaa mavazi kama ulioyavaa wewe. Yaani tupo hapa kwa ajili ya kuwatafuta ndugu zetu ambao inabidi tukutane nao tutafute njia ya kuondoka. Wewe sasa hivi hapo unanitongoza. Wewe mzee, nisikize nikwambie. Aliyekuambia kwamba mimi nina shida ya kuolewa, kamwambia amekosea. Sina shida ya kuolewa na wala sina shida ya kuwa mke wa 4. Hata ungekuwa milionea. Alafu tena acha kuvaa hizi nguo hizi, maana unawazalisha watumishi wa Mungu. Hata ukifuata vitabu vya dini, mapenzi yana nafasi yake. Ninaomba unielewe, nikubalie. Mimi nikuoe, utapata nuru na wewe kwenye maisha yako. Hadi sasa una wake 3. Inamaanisha una nuru 3. Hazijakutosha bado? Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni usitike. Wewe unajua namna ya kutoka kwenye huu mlima? Unajua mimi nimefikaje hapa? Hivi hujui mimi naweza nikakutoa hapa na hao wenzako tukawaacha? Naomba nikubalie ili tutoke hapa tuwe salama. Unajua humo mimi nimefikaje? Najua umefika kama na sisi tulivyofika. Na kama ulikuwa unajua njia ya kutoka, basi usingezimia, ungekuwa umeshatoka. Hayo maneno yako naendelea kubobwaja wakati mwingine si yataki. Wakaili, twende basi, mbona mmesimama huko? Kuna nini? Twende tukatafuta wenzetu. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini We binti, kwa nini unalia? Kwa nini unalia?
nije kwenye umri? Sinakuuliza. Sinakuuliza. Una kiburi, si ndio? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nakuuliza. Wewe ni nani? Mnachokitafuta mtakipata, kwenye mlima huu mtakipata. Mlima wa ajabu, hazina hii. Mdada yuko peke yake au na mpenzi wake? Mbona ametulia sana? Lakini na pia na mpenzi wako kunatulia, ka upepo mnapunga. Sasa sisi nifanyeje? Kaongee naye ni? Mbona na mawazo sana? Ameachika nini? Si nikampe company, lakini atanielewa. Mwanamke mwenyewe mzuri. Hapa najiokotea dodo chini ya mwembe. Ukiona mwanga usiusogele, kila hatua ina macho yanakuona, na mlima wasamehe wenye tamaa. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima.
Usogele kila hatua ina macho yanapona, na mlima hawasamehe wenye tamaa. Usipande mlima wa ajabu, moto wake hauzimiki milele. Walienda kutafuta hazina, majina yao yamebaki hewani. Usipande mlima wa ajabu, viumbe wake vinakesha gizani. Ukifungua siri za kale, kifo kitatembea nyuma yako. Mapacha Msawi, kumbe uko hapa, nimekutafuta muda mrefu sana bwana. Msawi. 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 Umepatwa nini? Basi bwana, basi, basi. Mlima wa ajabu, hazina hii. Wewe unajitia kimbelembele, nakunyosha. Yaani wewe nitadili na wewe, wenzako wote naua, ila wewe nadili nawe mpaka mwisho, na utabaki mwenyewe. Mlima wa ajabu, kilele kuna siri ya damu. Wengi waliingia kwa tamaa, lakini hakuna aliyerudi. Usipande mlima wa ajabu, usiku una macho mengi. Ukisikia jina lako Mwana mwenzako kilichomkuta. Sasa kawaambie na wenzako, kila aloingia kwenye mlima hatoki salama. Umenisikia? Kasongo, mimi nimekuja. Nimekaa nimefikiria yale ambayo uliniambia, kwa nikaamua nije. Kweli? Kwa hiyo umekubali? Ndio. Kwa hiyo mimi naomba tu, nipo tayari kukufanyia kitu chochote kile, ili mradi tu nionyeshe njia ya kutoka katika huu mlima. Na kweli njia naijua, sio kwamba sijui. Umefanya jambo jema. Sasa mimi nilikuwa naombi bwana. Sasa kama mimi utanionyesha njia, hata ndugu zangu uonyeshe.
Mbona unanikimbia ndugu zangu? Ni wewe? Mimi. Haujazuka chochote? Uko salama? Kitu iko wapi? Kitu yambadilika kuwa jiwe. Nini? Ndugu zako tena? Ndiyo, nikirudi mimi mjini. Lakini kwa vile umenikubalia, naonyesha njia. Kweli? Kweli. Ndio maana nakupenda. Usipande mlima wa ajabu, moto wake hauzimiki milele. Mama zako zitakuponza mzinzi wewe. Mambo. We mdada we, mambo. Mambo. Badilika kuwa jiwe na nimeambiwa humu ndani inapaswa tutoke haraka iwezekanavyo. Isipokuwa hivyo wote tutakufa. Wapi kitu yambadilika kuwa jiwe? Kule mlima ni hatari, na kama tukiendelea kupanda juu ya mlima mwisho wetu wote ni kifo. Rudi tu nyumbani tafadhali. Sasa sikia, twende kwanza tukakutane na wenzetu, alafu ndo tupange utaratibu tunatokaje. Tena? Mimi sirudi walai. Sasa wewe unategemea tunatokaje bila wenzetu? Na wakati wenyewe umejitolea kutafuta wewe. Unaona ukipata kifo. Eti jana naona kubali unapata kifo. Sasa hebu twende kwanza tukafuate wengine, alafu ndo tupange pango. Giza limetanda juu ya mlima, sauti za vilio zinaita usiku. Njia za zamani zimefungwa kwa damu za watu waliopotea. Wengine walikuja kutafuta mali, dhahabu ya kale ya mababu, lakini tamaa ikawageuza sadaka ya nguvu za mlima. Ukisikia sauti msituni